Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga kwa kipindi cha mwezi Januari 2026 limefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuzuia na kutanzua uhalifu kwa kuhakikisha linaendelea kulinda raia na mali zao, kutanzua na kudhibiti makosa mbalimbali pamoja na kukamata watuhumiwa wa makosa mbalimbali ya uhalifu kama vile wizi, uporaji, makosa ya usalama barabarani, unyang'anyi wa kutumia silaha na matukio mengine ya kimaadili. Katika kipindi hichi, Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga limefanikiwa kukamata watuhumiwa 55, kati yao 9 walishiriki katika unyang'anyi wa kutumia silaha za jadi, mapanga na kuiba pikipiki katika tukio hilo. Katika kudhibiti wimbi la uporaji wa simu, vijana ambao wanajulikana kwa jina maarufu la vishandu walikamatwa na simu 60 zimekamatwa na simu 35 zimetambuliwa na wamiliki wao. Simu 25 zimehifadhiwa kwa ajili ya utambuzi wa wamiliki na hatua nyingine za kisheria. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga limekamata pikipiki 50 zinazohusika na matukio ya uhalifu. Kati ya hizo 28 hazina namba halali za usajili. Katika kuendelea na operation ya kudhibiti uhalifu, mali mbalimbali zimekamatwa zikiwemo TV 7, friji 1, magodoro 3 na madumu 26 ya diesel. Mnamo tarehe 6 mwezi wa kwanza 2026, Aid Ramadhani aliripotiwa kutekwa na watuhumiwa ambao walikuwa wakiwasiliana na familia yake wakitaka wapatiwe pesa kiasi cha shilingi milioni 14. Tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026 majira ya saa 3 asubuhi, Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga lilifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao ni Stefan Elias miaka 27, mfanyabiashara mkazi wa Mabogini, Kilimanjaro, na Moses Joseph alimaarufu Kisoko miaka 26, Mfipa mkazi wa Tanga, ambao walikuwa wakimshikilia madhula visivyo halali. Watuhumiwa hao wamefikishwa wilaya ya Ndeni kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linamshikilia Ali Ramadhani alimaarufu Ali Bwengo. Huyu ana miaka 36, fundi welding, mkazi wa Amboni, Tanga, ambaye anatuhumiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo unyang'anyi wa kutumia silaha katika tukio lililotokea tarehe 19 mwezi wa 8 2025 majira ya saa 4:15 eneo la Amboni. Awali mtuhumiwa huyu aliwahi kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela, lakini aliweza kutoroka chini ya uangalizi wa Jeshi la Magereza katika gereza la Maweni, Tanga. Baada ya ufuatiliaji wa kina, mtuhumiwa alikamatwa na taratibu za kisheria zinaendelea ili afikishwe kwenye vyombo vya sheria kwa hatua zaidi. Katika kudhibiti wimbi la dawa za kulevya mkoani hapa, jumla ya kilo 104 za mirungi zimekamatwa na kilo 26.6 za bangi zimekamatwa. Mtuhumiwa Mkombozi Masinius miaka 40, fundi ujenzi, mkazi wa Mbezi, Dar es Salaam, alikamatwa wilayani Korogwe akiwa na meno ya tembo vipande 19 vyenye uzito wa kilogramu 52. Taratibu za kisheria zinafanyika dhidi yake pamoja na kufikishwa mahakamani. Wilaya ya Pangani, mtuhumiwa Saidi Ramadhani Saidi almaarufu Mbezi miaka 23, fundi ujenzi, mkazi wa wilaya ya Ndeni, mnamo tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 alitiwa hatiani kwa kosa la kulawiti na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Wilaya ya Korogwe,
Tarehe 5 mwezi wa 12 2026 watuhumiwa wawili walitiwa hatiani kwa makosa ya kupatikana na nyara za serikali, nyama aina ya nyama za digidigi na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja, na watuhumiwa hao ni Zakaria Bakari almaarufu Mhapi na Waziri Mdimu. Katika kupambana na makosa ya maadili, watuhumiwa wawili wametiwa hatiani kwa kosa la shambulio la aibu ambaye ni Kombo Salim Omari na Danford Andrew almaarufu Komba. Walihukumiwa kwenda jela kutumikia adhabu ya miaka 20. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kwa wakati ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika wote na wote wanaokiuka sheria za nchi. Asanteni.